Okay, habari za majukumu, pole sana na kazi za hapa na pale. Kama ilivyo desturi, tunakuwa na utaratibu ambao tunakuwa tunaongea kuhusu mambo mbalimbali hasa ya kiafya, na kama ilivyo ada na kama ilivyo tamaduni zetu, tunakuwa tunashare baadhi ya vitu mbalimbali hasa masuala ya uzazi na hasa masuala ya kisukari, pressure na matatizo mengine kama tezi dume, vidonda vya tumbo na mengine mengi sana tunakuwa tunayazungumza. Lakini tukianza kuzungumza leo muda huu tunapenda kuzungumzia kuhusu mada ya kiume, na mada inasema kwa nini uume unalegea legea ghafla hata kama hauna ugonjwa. Asilimia kubwa ya wanaume wengi hasa wale ambao walikuwa katika uwezo mzuri, yani uwezo wa kushiriki vizuri, mara nyingi hutokea bila maumivu wala dalili yoyote, ambayo inamfanya mwanaume ashangae na kuingia na hofu kubwa sana. Yani mwanaume anakuwa na hofu, kwa nini mimi natokezea kama hivi na kwa nini nilikuwaje? Hemu leo tuichambue hii, yani tuichambue kwa nini mwanaume anakuwa anapata ulegevu, kulegea legea ghafla hata kama hana ugonjwa wowote. Umejaribu kwenda kupima, umeonekana hauna changamoto yoyote, lakini wewe unajikuta uwezo wako hauwezi kuwa bora zaidi. Kwa sababu gani? Sababu kubwa ya kwanza ni sababu ya kisaikolojia, akili na hisia. Ubongo, yani tunatakiwa tujue kwamba ubongo ndo unaanzisha msisimko wa tendo. Sasa ikiwa una msongo wa mawazo, una hofu ya kushindwa, migogoro ya kimapenzi, kuchoka kupita kiasi, hivi ni vitu ambavyo unakuwa automatic, mwili wako unakuwa unashindwa kufanya kazi kwa sababu unatumia akili na hisia. Kwa hiyo ukiwa na msongo wa mawazo, kuna homoni unaitengeneza mwilini ambayo inakuwa kila kitu kinakuwa kinarudi chini. Lakini pia unapokuwa unaingia na hofu ya kushindwa, basi wewe unakuwa unaingia katika wimbi la akili na hisia zinakuwa pia hazifanyi kazi. Lakini pia migogoro ya mapenzi, unaweza ukaingia labda kwenye wimbi la mwanaume ambaye ulikuwa umemwekeza kila kitu kwa mwanamke fulani na hatimaye akakuchiti, au kuna usaliti wa mapenzi, hali inayopelekea akili na hisia zote kuweza kushindwa kufanya kazi. Lakini ubongo unakuwa unashindwa kutumia ishara sahihi kwa mishipa ya damu ya uume. Yani hivi vyote vinavyokuwa vinasababisha, basi mishipa ya damu, tuseme uume unakuwa unategemea mishipa ya damu, yani inategemea damu kupita vizuri na uweze kunyanyuka. Matokeo yake damu inashindwa kuingia kwa nguvu ya kutosha, basi uume unakuwa unalegea na hausimami vizuri. Sasa tukiangalia sababu ya pili ni mzunguko hafifu wa damu. Tumezungumza hapo mwishoni hapo kwa uume unashindwa kulegea. Sasa uume husimama pale mishipa ya damu inapofunguka na kuruhusu damu kuja ndani. Sasa tunapozungumzia uume unakuwa unasimama. Uume kusimama kwake unategemea damu inayopitaje kwenye mishipa yake, damu inapita vipi. Sasa kuna mambo ambayo yanauzuia, yani kitu hicho kisitokee. Labda kuna pressure ya damu, labda ni mtu ambaye una pressure ya damu, pressure labda ya kupanda, ya kushuka. Lakini pia una kisukari, maana yake wewe kongosho lako linashindwa kufanya kazi, insulin inashindwa kuregulate kile kiwango cha sukari. Lakini pia mafuta mengi mwilini, yani unapokuwa na mafuta mengi mwilini, mfano unene, obesity imezidi, basi wewe unakuwa ni hafifu ya damu kufika sehemu zake, kwa sababu yale mafuta yanakuwa yanazuia damu kufanya penetration katika sehemu za baadhi ya mwili, ikiwemo sehemu za siri. Lakini pia kutokufanya mazoezi, ukiwa ni mtu ambaye kufanya mazoezi au kutokufanya mazoezi, basi unaingia katika hili wimbi la damu inashindwa kufika vizuri katika baadhi ya viungo. Lakini pia kuvuta sigara, kutumia pombe, hivi ni vitu vyote ambavyo vinavyosababisha uhafifu wa damu kufanya kazi vizuri na uume kunyanyuka kuwa bora zaidi. Kwa hiyo usije unakuwa unajidanganya unasema mimi nikitumia sigara, nikitumia pombe na kuwa na uwezo mzuri,
hakuna, sio kweli, kwa sababu akili yako inakuwa haiko sawa, ndio maana unafikiri kwamba hicho kitu ni kiko sahihi. Damu ikishindwa kuingia au kubaki basi kwenye uume, basi nguvu hupungua. Yani tuseme damu inapokuwa inashindwa kupanda au inaposhindwa kubaki kwenye uume, basi nguvu hupungua. Tunamaanisha kwamba nguvu zinategemea damu yako inayoingia na damu pia inayobaki. Sasa sababu ya tatu ni kushuka kwa homoni ya testosterone. Hii testosterone ni homoni muhimu sana kwa mwanaume. Homoni ya testosterone, homoni ambayo inayobeba kila kitu cha mwanaume. Homoni ndio inayoamua sasa hivi wewe uhisi hisia, sasa hivi uhisi hisia. Homoni ndio inayoamua kwamba wewe sasa hivi uweze kushika ujauzito, sasa hivi usiweze kushika au uweze kutingisha ujauzito, sasa hivi ushindwe kutingisha ujauzito kwa mwanamke wako. Hii inasababisha nini? Hii homoni inapokuwa inashuka, basi hata pressure ya damu pia inakuwa inashuka. Hii homoni inapunguza kwa hamu ya tendo, inakuwa linapungua sana. Nguvu ya kusimama pia inapungua, unakuwa unashindwa kusimama vizuri, na kusudia sio kusimama kwa miguu, kusimama nadhani unanielewa nikiongea kwa namna hii. Lakini pia unakuwa ni mtu ambaye wa uchovu, yani uchovu kidogo tu, uchovu. Hisia zinapungua sana. Sababu moja nyingine za sababu ambazo zinasababisha hizi homoni ya testosterone kushuka, basi umri kuongezeka. Kadri umri unaozidi kuongezeka, basi homoni pia inakuwa inashuka, hasa ukiwa utumii vile vitu vya asili, vile vitu vya kuongeza ile homoni ya testosterone. Lakini pia msongo wa muda mrefu pia huchochea usingizi duni, lishe isiyo sahihi. Watu wanatumia vyakula vya kiwandani, wanatumia vyakula vya mafuta bila kuwa na ushauri mzuri wa kutumia. Wanakunywa masoda asubuhi, mchana na jioni, hali ya kuwa wanaongeza kiwango ambacho hakitakiwi kuwepo katika mwili wake. Lakini pia sababu ya nne ambayo inapelekea uume kulegea, basi ni uchovu mkubwa wa mwili. Wewe sasa umefanya kazi labda masaa 12, hujapata muda mzuri wa kupumzika, alafu bado unataka kushiriki kwenye tendo. Basi mwili unapochoka, mwili unakuwa unachoka sana, na mishipa inashindwa kufanya kazi vizuri. Akili hupoteza hamasa, yani mwili unakuwa unashindwa kupoteza hamasa vizuri. Lakini pia homoni hupungua kwa muda. Homoni za testosterone inakuwa inashuka sana pale mwili unapokuwa umechoka sana. Ndio maana tunashauri unapotaka kushiriki sio lazima unywe pombe. Kuna wengine wanakuambia mimi nataka ninywe pombe ndio nakuwa niko bora zaidi, lakini kitu ambacho hakiwezekani. Lakini pia hii huonekana sana kwa wanaume wanaofanya kazi nyingi bila kupumzika. Unakosa muda mzuri wa kulala, unakosa muda mzuri wa kupumzika, basi unakuwa unaingia katika wimbi la kushuka au kulegea kwa uume. Lakini pia matumizi ya pombe na sigara, hii tushazungumza sana, zapunguza msisimko, mishipa ya damu inakuwa inashindwa kufanya vizuri. Lakini pia mtiririko wa damu pia unakuwa mdogo kwa sababu ya kutumia sigara na pombe. Sasa ni kipindi gani ambacho unatakiwa uwe na wasiwasi sana mkubwa? Yani kitu gani kitakacho kufanya wewe uwe na wasiwasi mkubwa? Muda gani unatakiwa uingie katika wasiwasi? Wanasema at least uwe ndani ya miezi mitatu, kwamba ndani ya miezi mitatu basi jitahidi sana ndani ya miezi mitatu ukiwa unaona mabadiliko haya, basi au ukiwa unaona msisimko hakuna kabisa, maumivu na mabadiliko ya korodani zinakuwa zinauma mara kwa mara, basi wewe unaingia katika wimbi hili la kupata changamoto hii ya uume kulegea. Basi jitahidi sana kufanya uchunguzi ili kuepukana na hizi changamoto. Lakini pia vitu vingine, jitahidi sana kufanya mazoezi ya kutosha, kwa sababu unapokuwa unafanya mazoezi mwili wako unakuwa unaupa nafasi nzuri sana ya kuwa bora na kufanya vitu ambavyo ni sahihi. Na kizuri ni kwamba tunazo program ambazo ni nzuri tumeziandaa kwa ajili ya watu ambao wenye changamoto hizi, labda za changamoto za upungufu au ulegevu au uume kusinyaa au uume kulegea au uume kushindwa kufanya vizuri.
basi tunazo program ambazo ziko katika matibabu, ziko katika mazoezi, lakini pia ziko katika vyakula gani vya kutumia na vyakula sahihi na vyakula gani vya kuacha. Asante sana, Mungu akubariki. Tunaona katika vipindi vijavyo. Unaweza ukashare na mtu ambaye unatamani ajue kitu ambacho umekijua siku ya leo, na asante sana na Mungu akubariki. Tunaona katika vipindi vinavyokuja. Hakikisha umesubscribe, umelike, lakini pia usisahau kucomment kitu gani ambacho umejifunza siku ya leo. Asante sana, tutaonana katika wakati mwingine au wakati ujao.